Lakini Yosefu, kati ya vitu vingine vikubwa alichokifanya ilikuwa ni kufundisha. Alimfundisha Yesu na alimfundisha kufanya mambo mazuri. Akiwa Yesu mdogo, wakati Yosefu anaendelea na kazi yake ya ufundi seremala, Yosefu wakati anaendelea kazi ya ufundi seremala, Yesu alikuwepo pale, anajifunza taratibu. Lete mbao, lete msumari, nipe nyundo, naomba krempu. Anamsogezea, maana ni kumfundisha kazi. Huu ni wajibu wa msingi wa baba anayejielewa na kujitambua. Wapo waliofanikiwa sana katika jambo hili, na ndio maana utakuta familia ambazo baba alikuwa mwalimu, mtoto naye anapenda kuwa mwalimu. Baba alikuwa daktari, mtoto naye anakuwa daktari. Baba alikuwa mchunga ng'ombe, mtoto naye anatamani kuchunga ng'ombe. Hivyo hivyo, kwa sababu analelewa na kufundishwa yale. Lakini katika hilo niseme kuwa hata wale ambao walikuwa madereva wanapenda watoto na wenyewe wanakuwa madereva, wanarithi na wenyewe wanakuwa madereva, wanaenda hivyo. Ni jambo zuri, lakini tuwafundishe zaidi ya hapo. Tuwape upeo mpana wa kuelewa na kujua mambo mbalimbali ya ulimwengu huu ili wakajisimamia wenyewe. Tuwafundishe thamani ya maisha ya ndoa katika nyakati zetu. Vijana wetu wengi wanaikimbia sakramenti takatifu ya ndoa au wanaiogopa sakramenti takatifu ya ndoa, ambayo ni neema, ni baraka, ni tunu ambayo tumeipokea kutoka kwa Mungu. Kwa tuwafundishe, kama sisi tunaishi hivyo, tuwafundishe na watoto wetu kupenda ndoa, kupenda vitu vilivyo vizuri, na kuwapa uhuru wenye maelekezo ili wasikwame wala wasianguke sehemu mbalimbali.